بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأما نصوص القرآن من جهة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام، أما tukiangalia Qur'ani kwenye upande wa maana inayopatikana na kutoka kwenye aya hizo, ala ma tadhammanatuhu min al-ahkam, juu ya kile kilicho humo katika aya hizo na miongoni mwa ahkam, fatanqasimu ila qismayn, basi aya hizo kwa kuzingatia hayo zinagawika sehemu kuu mbili. Nassun qat'iyyu dilala, kuna nas ambayo ni qat'iyyu dilala ala hukmihi, katika hukumu yake, wa nassun dhanniyyu dilala ala hukmihi. Fa an-nass al-qat'iyyu dilala, tunaposema hii nas ni qat'iyyu dilala, aya hii ni qat'iyyu dilala, maana yake tunaposema wana sheria wanaposema hivi, huwa ma dalla ala maana, aya hiyo itakuwa imejulisha maana fulani au hukumu fulani, mutaayinin, hukumu ambayo inalazimika kuifahamu maana hiyo kwenye tamko hilo, haikubali kamwe maana nyingine isiyokuwa hiyo. Yani aya hiyo itakuwa imejulisha maana hiyo tu, haikubali kuwa na maana nyingine. Hiyo ndio qat'iyyu dilala. Wala yahtamilu ta'wilan, wala haikubali kuipa ta'wili, wala majala lifahmi maana ghairihi minhu, wala hakuna nafasi ya kufahamu maana isiyo hiyo iliyopo tu, hiyo iliyopatikana humo, basi hakuna maana nyingine. Mithlu qawlihi ta'ala, haya tunayoelekeza ni mfano kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Inawezekana mtu umehifadhi Qur'an lakini hujui hii ni qat'iyyu dilala au dhanniyyu dilala. Wewe unadai dalili, je, waielewa? Sasa mfano qat'iyyu dilala ni hii: walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Qur'ani hii katika surati An-Nisa aya 12, Mwenyezi Mungu anasema kwamba na ninyi waume tastahiki kurithi nusu ya mali iliyoachwa na wake zenu, ikiwa wake hao hawana watoto. Watoto ima watoto wao wenyewe au watoto wa watoto wao wanamume. Ikiwa hawana watoto, basi ninyi waume mtastahiki kuwarithi wake zenu mali walizoziacha baada ya kufariki, mtastahiki kurithi nusu. Fahadha qat'iyyu dilala, aya hii ni qat'iyyu dilala, maana iliyojulishwa humu, hakuna tena maana nyingine inaweza kuingia hapa. Ala anna fardhu az-zawji, kwamba fungu la mume fi hadhihi al-hala, katika hali hii, an-nisf ni nusu, la ghaira, si la ghaira. Sasa nasi kama hii ni qat'iyyu dilala, si dhanniyyu dilala, hakuna maana nyingine isiyokuwa hii. Wa mithlu qawlihi ta'ala, na mfano wa hii kauli ya Mwenyezi Mungu fi sha'ni azani wazania, katika swala la mzinifu mume na mzinifu mwanamke, fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda, waadhibiwa kwa kupigwa bakora 100 kila mmoja katika hao, ikiwa si zanin, kuna zanin muhsan na zanin ghair muhsan kwenye fiqh huko. Fahadha qat'iyyu dilala, aya hii ni qat'iyyu dilala ala anna hadda zina, kwamba adhabu ya uzinifu 100 jalda ni bakora 100. Hili halina, ni qat'iyyu dilala, kwa maana hakuna tena kwenye 100 iwe ni labda kuna ihtimali, labda kuna la akthara wala aqalla, si nyingi wala si zaidi ya 100 wala sio chini ya 100. Wakadha kullu nas, hivyo ni kila nas dalla ala fardhi fil irth, inojulisha katika fungu la swala la kurithi, muqaddarin, iliyopewa makadirio maalum, basi hizo nasi na namna hiyo zote ni nasi qat'iyyu dilala. Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma taraka, wa in kanat wahidatan falaha nisfu, wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus. Zote hizi ni qat'iyyu dilala. Au haddin, au katika adhabu fil uquba, mpaka katika adhabu muayyanin maalum, au nisab muhaddadi, au kiwango maalum kilichotajwa. Hizo zote nasi za namna hiyo ni qat'iyyu dilala. Wa ama an-nass ad-dhanniyyu dilala, ama nas zile dhanniyyu dilala, fa huwa ma dalla ala maana. Dhanniyyu dilala ni ile nas iliyojulisha maana fulani ya hukumu ya hapo, walakin yahtamil an yuawwala, lakini
yawezekana ikapatiwa ta'wili, ikapatiwa tafsiri tofauti na hiyo, wa yusraf an hadha almaana, na kwenye maana hiyo ikaondolewa na kwenda kwenye maana nyingine kabisa isiyo kwa hiyo. Wa yuradu minhu maanan ghayrahu, na ikakusudiwa maana nyingine isiyo hiyo. Mithlu qawlihi ta'ala, mfano kauli ya Mwenyezi Mungu, walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'i. Falafdhu alqur'i, tamko qur'i fi lughati alarabiyya, katika lugha ya Kiarabu, mushtarakun baina maanayain, hili ni tamko lililo ni mushtaraka katika maana mbili, na mushtarak ni tamko lenye maana zaidi ya moja, na zote maana hizo zina nguvu moja. Hakuna linalokuwa lina nguvu zaidi kuliko jengine. Hilo ndio tamko. Na hii katika Kiswahili iko ka wa baharini, ka chini, ka la moto, sauti ya kuvunjika kitu. Sasa tutalitafsiri kutokana na sentensi na ibara iliyoambatana na neno ka. Ni tamko mushtarak, tutatizama ibara na mazungumzo pale ilipo, hapo tamko hilo litakuwa litatafsiriwa kulingana. Kwa hivyo matumizi haya tunayo pia katika lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo neno qur'i ni mushtarakun baina ma'nayn, yutlaq lughatan ala at-tuhur. Katika lugha hili linatumia kwa maana ya utahara, na hii ndio alokwenda madhhabu Shafi'i kwamba watakaa tahara tatu. Tamko hili al-quru linatumika kwa maana at-tuhur, wa yutlaq lughatan ala al-hayd, lakini pia tamko hili linatumika kwa maana ya haidhi. Wanasu dalla ala anna al-mutallaqat, na hilo kwamba wa yutlaq lughatan ala al-hayd, tamko quru pia linatumiwa kwa maana ya hedhi. Na katika madhhabi ya Imam Ahmad bin Hanbal ndio anakwenda kwamba thalatha quru kwa maana ya hedhi tatu na sio tahara tatu. Zile karina walizokwenda huyu kaona hivi ndio katafsiri hivi, akochukua hukumu ikawa hivi, na wala si kupotea. Wanasu dalla ala anna almutallaqat yatarabbasna thalathata quru, nasi ilichojulisha kwamba waliopewa talaka watajitunza quru tatu, fayahtamilu an yurada thalathata athhar. Kuna ihtimali hapo ya kwamba kinachokusudiwa ni tahara tatu, wa yahtamilu an yurada, ihtimali hapo ya kusudiwa kwamba kilichokusudiwa ni hedhi tatu. Fahuwa laysa qat'iyyu dilala, tamko quru sio qat'iyyu dilala ala maanan wahidin, kwenye maana moja min almaanayain, katika maana hizo. Walihadha ikhtalafa almujtahidun, kwa ajili ya kwamba tamko la namna hii ambalo ni dhanniyu dilala, ndio mujtahidin wakatofautiana fi anna iddat almutallaqa, kwamba eda aliyopewa talaka thalathu haidhat ni hedhi tatu, au thalathatu athhar, au ni tahara tatu. Sio kama hao waliokwenda Shafii waliokwenda hivyo wamechukua kutoka katika mawazo yao, wale Hanbali waliokwenda hivi ndio wamechukua katika nafsi. Hapana, hii dalili si dalil qat'iyyu dilala, ni dhanniyu dilala. Ya Allah. Wa mithlu qawlihi ta'ala, mfano kauli Mwenyezi Mungu mtukufu, hurrimat alaykumul mayta wad-dam. Falafdhul mayta amun, tamko mayta ni am, والنص يحتمل الدلالة على تحريم كل ميتة. Na nasi hii yawezekana ikachukuliwa kwamba ijulishe uharamu wa kila kibudu chochote ni haramu. Aya hii hurrimat alaykum almayta waddam yaweza kuchukuliwa ni vibudu vyote ni haramu. Wa yahtamilu an yukhassisa at-tahrima bima ada maitat al-bahr, lakini aya hii yawezekana kufanywa kupewa takhsisi kwamba uharamu huo wa vibudu hivyo ni vibudu vyote, ukiondoa vibudu vya bahari. Kilichofanyia takhsisi ni hadithi, ingawa hadithi hiyo yenyewe si qat'iyyu thubut, ni dhanniyu thubut. Allahu akbar, lakini imepata takhsisi. Sasa kuwa na aya na hadithi tu nazo, ya salam. Fannasu alladhi fihi nassun mushtarakun, nasi ambayo ndani yake kuna maita na dam ni tamko, ni nasi ambayo ni mushtarak, au lafdhun amun, au ni tamko am, au lafdhun mutlaq, au ni tamko mutlaq, au nahwu nakio ni mutlaq itahitaji muqayyad, au nahwu hadha, au mfano hivi.
yakunu dhanniyu dilala, kwa sura hii itakuwa ni dhanniyu dilala, liannahu yadullu ala maana, kwa sababu hii inajulisha maana fulani, wa yahtamilu ad-dalalatu ala ghairi, lakini pia yawezekana ikafahamisha maana nyingine sio kwa hii. Wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mwenyezi Mungu arhamu wazee wetu na mashekhi zetu, Mwenyezi Mungu samehe madhambi yao na makosa yao walioteleza, lakini Mwenyezi Mungu wapiminie baraka na rehma. Walhamdulillahi rabbil alamin.